Msikilizaji na mtazamaji, hujambo na karibu kufuata matangazo yetu ya MTV1 online inayokutangazia toka Afrika Mashariki eneo la Uswahili. Leo ni Alhamisi 19 March 2026. Naitwa Abel Tsongo ninayekualika kufuata matangazo yetu ya siku ya leo. Fahamu kwamba matangazo yetu yanasikika kupitia www.mtv1news.com. Tuko pia Facebook, YouTube, LinkedIn pamoja na washirika wetu Kivu Kaskazini. Natumaini mzima wa afya japo hali ya hewa ambayo ina ubaridi kwenye sehemu mbalimbali. Na kwanza ufateni muhtasari wake. Bahati Lukwebo, naibu kiongozi wa baraza la seneti nchini DRC, ajihuzulu kwenye nyadhifa zake. Kujiuzulu kwa seneta Bahati Lukwebo. Na wakazi wa mji wa Butembo waomba serikali ya jimbo Kivu Kaskazini kuzungumza na wakazi kuhusu maendeleo na kazi za ujenzi wa barabara mjini Butembo. Wakuwe wajipatie vile hiyo zoezi ya kukuwa naambia wananchi kama wanaongoza namna gani. Unajua hiyo ambao wanaita transparency. Na watu 8 wafariki dunia kutokana na kuzama kwa boti kwenye Ziwa Albert huko Jugu mkoani Ituri. Kutoka pale mtumbu na zama batu wenyewe balikufa, iko batu 8. Msikilizaji na mtazamaji wa MTV1 online, ni hayo kwa siku ya leo. Nikusihi tu uandamane nasi tangu mwanzo hadi pale nitakapokupungia mkono wa bye bye nikisema kwaherini. Na taarifa zetu zaanzia huko mjini Kinshasa ambako tunaambiwa kuwa Bahati Lukwebo, naibu kiongozi wa baraza la seneti nchini DRC, alitangaza kujihuzulu kwa nyadhifa zake. Sababu za msingi za kujihuzulu kwake zikiwa bado kutangazwa. Bahati Lukwebo ajihuzulu siku chache baada ya masemi yake kuhusu kubadili katiba ya DRC mwanga wino na mate kati ya wakazi na wanasiasa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanamtazamo gani kuhusu hali hiyo? MTV imezungumza na Kizerbo Watevia, mbunge mstaafu wa Beni akiwa huko Kinshasa. Mimi ni mbunge mstaafu wa mchaguliwa wa maeneo ya Beni, Kivu Kaskazini, na mnavyosema, na kujiuzulu kwa seneta Bahati Lukwebo ni jambo la kusikitisha sana, kwa sababu kila mtu ana uhuru wa kuweza kutoa maoni yake. Kama aliweza kutoa maoni yake kusema tunakuwa na shida ya watu au ya mtu ndani ya nchi na sio katiba ndio inakuwa na shida, ni maoni yake na hangeweza kufuatiliwa au kuweza kutatizwa kwa ajili ya maoni ambayo ameyatoa. Na katiba yetu inaleta uhuru wa kuweza kuongea na kila mtu ana uhuru wa kuweza kupanga namna anavyofikiri kama nchi inavyoweza kuongozewa. Na nini kitafuata baada ya kiongozi huyu kujihuzulu? Kitakachofuata ni kwamba ataweza kubadilishwa, wataweza kutafuta mtu mwingine ambaye ataweza kuwa waziri makamu wa pili ndani ya seneta, na mambo itaendelea. Lakini namna vinavyoendelea ni kwamba wakiweza kuamua kwamba katiba itaweza kubadilishwa ni wao kuamua, lakini nafikiri kama baadhi ya wakaazi wengi wa nchi yetu wanafikiri kwamba hauwezi kubadilisha mwendo wa mpira mkiwa katikati ya mechi. Kusema hapo muhula wa Mheshimiwa Felix Tshisekedi unakaribia mwisho hapo mwaka wa 2028, na hatuwezi kabisa kukubali kusema katiba iweze kubadilishwa au kuweza kuongezwa muhula, lakini ni kuweza kuona kipi kifanyike ili uongozi mwingine aweze kuchaguliwa. Kama atatoka ndani ya familia ya Mheshimiwa Felix Tshisekedi, aweze kutafuta mtu mwingine na ambaye ataweza kuwa ambaye tunaita dofe wake. Kujiuzulu kwake inaweza kusababisha ingie katika uasi, lakini ni kwa niaba yake mwenyewe. Kuingia ndani ya uasi na kubaki ndani ya majorite parlementaire ni kutaka kwake, sababu kila mtu anakuwa na mahali ambapo anaweza kuenda. Sisi leo tuko wabunge wastaafu, lakini tunamuunga Mheshimiwa Felix Tshisekedi mkono, na hatukubali kabisa kusema katiba iweze kubadilishwa, na sisi tunaleta maoni yetu na kila mtu anakuwa na maoni yake ambayo anayatoa kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Kizerbo Watevia, tunakumbusha kwamba wewe ni mbunge mstaafu wa Beni. Tunakushukuru sana. Asante sana. Tukitoka Kinshasa tunarudi mjini Butembo ambako wakazi wa mji huo wa kibiashara wajiswali kuhusu kusimamishwa kwa kazi za ujenzi wa barabara Kitulu kwenye wilaya ya Bulengera ambayo imesimamishwa siku chache baada ya kuanzishwa bila kujua sababu zake za msingi. Wachambuzi wa kisiasa mjini Butembo wakiomba serikali ya jimbo Kivu Kaskazini kuzungumza na wakazi kuhusu kazi za maendeleo zinazoendeshwa mjini Butembo. Metre Sekera ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Butembo. Mimi ni
Maitre Sekera na kuwa mwanasheria na vile vile na kuwa mwanasiasa. Ndio wakati walisema kama kazi zitaanzishwa, ilikuwa jambo ambalo ilifurahisha, lakini kwa sasa tunaona kazi haiendelee gizi inavyofana, hata imesimama, na hiyo inakuwa jambo ambalo inasikitisha kabisa. Na sasa ninyi kwa upande wenu mnadhani kwa nini kazi hizi haziendelei? Ya kwanza ilibidi kwanza waongozi watuambie kama kazi haziendelee juu ya nini. Wao ndio wangepaswa kutuambia, kwani wao wenyewe ndio waliharifu siku kazi zilianza, lakini wakati zinasimama hawaseme kitu. Na vile vile wanabunge vile vile nao vile vile hawaseme kitu, japokuwa wao ndio wanakuwa na mamlaka na mapaswa vile vile ya kufuatilia na kufanya utafiti namna gani government ya jimbo inatumika. Na sasa sisi wakazi wa Butembo ni sisi ndio tunanufaika na barabara. Sijui nyinyi kama wachambuzi wa siasa mmefanya nini ili muweze kushtua watu hawa ili waweze ili kazi za barabara ziweze kuendelea tena mbele? Kwanza kwa siku zilizopita niliweza kuandika barua, niliandikia liwali wa jimbo juu ya namna hizo pesa ambazo zinatoka kwenye hiyo ambao wanaita tax conventionnelle zinatumikishwa. Lakini vile vile tumeweza kuuliza, unajua kunakuwa hata pesa hizo ambazo zinatoka kwenye bariere sasa ya Kangote, kwani hizo pesa zilikuwa nakamatwa na entreprise Jerison Construction, lakini kwa sasa jimbo ndio inatumikisha hizo pesa. Kunakuwa vile vile na pesa hizo tax conventionnelle. Tunawaza kama ni pesa ambazo zinaweza kusaidia kwa ukarabati wa barabara, na kunakuwa vibarua fulani mimi nimeandika lakini siyapata majibu. Nimeweza hata kurejelea kuambia mkubwa, kumuuliza tena juu ya nini hakujibu kubarua ambazo niliandika hapa nyuma kwa mwaka uliopita, lakini mpaka pale hatupate majibu. Na tunawaza kama kwa siku zinazokuja labda mkubwa wa jimbo atajibu, na labda vile wanabunge wataweza kuingia kwa hiyo mambo kwa undani, kwa sababu kwa sasa tunaona barabara la Mtsanga linaendelea kuharibika, kuzofika, na wakazi wanaotumia barabara hii wanafanya muda mrefu hapo ili waweze kupita hapo. Sijui mna pendekezo gani ili kwa government ili kazi hizi ziweze kumalizika haraka? Sisi tunawaza kama inabidi wakubwa waanze kazi, waone pesa gani wanakuwa nazo. Na wakishaona hizo pesa waanzishe kazi kufatana na uwezo ambao wanao. Wasianzishe kazi nyingi ijapokuwa pesa ambao wanazo labda zinakuwa kidogo. Na wengine waongozi wajipatie vile hiyo zoezi ya kukuwa naambia wananchi kama wanaongoza namna gani. Unajua hiyo ambao wanaita transparency ndani ya demokrasia inakuwa kitu ya maana sana. Inabidi waambie watu wao wanakuwa na shida gani, wanakuwa na pesa ngapi, na shida inakuwa inatokea wapi, na nini kinapaswa fanyika, au nini wanangojelea kwa wakaaji kusudi shida litatuliwe. Na vile vile lakini inabidi vile vile wakaaji wajue nao vile vile tunakuwa na mapasho ya kuuliza wakubwa na ya kufuatilia, sio kusema ni kazi tu ya wanasiasa wao wenyewe, ni kazi ya raia nzima. Ndio umesema hapa bunge ndio nao wangekuwa miongoni mwa wale ambao wangeangazia. Sasa wametoka hapa, je, raia walipata muda wa kuwauliza? Sisi tunawauliza kila siku hawajibie kitu, lakini inabidi watu wote, mimi naandika vibarua vingi na nafanya ambayo mimi naita mapledoyer, nafanya mingi kabisa na mambo mengi, sekta mingi sana. Mabarabara ninaandika hiyo, kusema mabariere wazitoshe ndani ya mgini, napigana juu ya mambo ya kura, napigana juu ya mambo sijui ya usafi wa mgini, napigana juu ya mambo hata ya security. Tunakuwa na maproposition de loi ambazo tunapana. Sasa inabidi kila mwananchi atafute nini anapaswa kufanya kusudi nguvu iwe nyingi
Kwani kama watu wanakuwa tu watu fulani, waongozi hawataogopa sana. Ijapokuwa kunakuwa mambo ambayo yanaendeka, lakini inakuwa polepole. Inabidi watu wote wajue kama kila mwananchi anakuwa na haki ya kuuliza wanaongoza namna gani. Maitre Sekera, tunakumbusha kwamba wewe ni mwanasiasa. Tunakushukuru sana. Na mimi nakushukuru. Waendesha pikipiki wa mji wa Butembo wakitoa maoni yao. Mimi niko taximan. Balabala zetu ziko mbaya sana. Matere ziko mingi, bashaka tutilia mchanga wanasema tutilia gudro, lakini hayakuya. Njombi yangu kwa kusema tu batutengenezee balabala, na banamuke ba mingi biko na ile juhudi ya kukiafanya kazi, lakini banaogopa balabala. Hivi mimi naomba tu watusaidie. Tulikuwa napenda watoshe kwa ile matope yenye bashaka tia pale, ile bulongo yenye haifai, batoshe balete ya mupya ya makarere za bula mbaya butuhe gisi zingine ma entreprise zinafaka, na washanje equipe ya ba engineer juu avec ile equipe hatujiatendre kwa njia nzuri, na walete maanje matrakter maniveleze juu kama kunaona ile mabulongo zinakawia pale iko juu habana ile magari za kutengeneza barabara, bana tutumikishaka triporter. Imagine avec triporter itafaa kazi gani barabara. Tufahamu kwamba serikali ya Jimbo Kivu Kaskazini ilianzisha mjini Butembo kazi za ujenzi wa daraja na barabara kwenye kata mbalimbali zinazounda mji wa Butembo, ikiwemo barabara Kitulu na Mtsanga ambazo hufanyika kwa uzembe kulingana na wakazi wa mji huo. Tukitoka Butembo tuelekee huko Kivu Kusini ambako hali ya kiusalama imeshuhudiwa kurudi tulivu baada ya mapambano yanayoripotika kati ya jeshi la taifa inayoungwa mkono na wazalendo kipambana na ICM 23 kwenye milima ya Fizi huko Kivu Kusini. Mwandishi wetu wa MTV Thomson Unji Batangola William yuko huko Uvira, Kivu Kusini. Sijambo ndugu, sijambo kabisa, tuko salama. Katika bonde la Ruzizi kwa sasa kuna hali ya utulivu toka jana ya siku ya Jumatano. Tulivu umeingia baada ya mapigano ya siku mbili yaliyofanyika siku ya Jumatatu na Jumanne. Mapigano yalikuwa yamesimama hiyo jana, ila kwa sasa kila upande unasimamia kwenye ngome zao. Jeshi la taifa wakiwa pamoja na wazalendo huko Iriba, Kabunambu, wakati ambapo waasi wakiwa upande wa Sange hadi kuelekea Kamanyola. Mpaka hivi tunavyozungumza hakuna ambao wameshatikisa wenzao toka hiyo jana. Na sasa hali ya kibiashara kati ya Burundi na DRC ikoje leo baada ya mipaka ya taifa hilo kufunguliwa, pia pamoja na meli kuanza kusafiri kwenye meli eneo hilo? Hali ya kibiashara inaendelea kati ya Uvira na Bujumbura. Hapajawepo na hitilafu. Siku chache zilizopita ndio kulipepo taarifa huenda mpaka ukafungwa, ila baada ya mazungumzo ya pande mbili, serikali ya Kivu Kusini na serikali ya Bujumbura, wakawa wamekubaliana kwamba mpaka ubaki wazi kwa ajili ya kusaidia wananchi. Ni upande wa njia kutoka Uvira kwenda Bukavu ndo bado amefungwa, hapo hakuna usafiri wowote, biashara hazijatoka. Na siku chache zilizopita baada ya kuweka makataa ya kufunga barabara hiyo, kuna baadhi ya wananchi ambao walitaka jeshi la taifa FARDC na wazalendo wafungulie njia hiyo ya Uvira iachwe wazi, wakitaja kwamba njia ya Goma Beni wazi, na wakati ambapo Beni kuna serikali ya Kinshasa, Goma iko serikali ya hawajafungia wananchi usafiri. Kwa nini Uvira Bukavu njia ifunga wakati ambapo miji hiyo miwili inashirikiana kibiashara na kwa shughuli mbalimbali zile za kiuchumi? Sio ni hivyo, kibiashara kwa nini zinaendelea kati ya Uvira na Tumba, kati ya Uvira na Beni, meli zinakuwa zinaenda kama kawaida siku ambazo zilipangwa. Na sasa huenda swali ambalo litakuwa la mwisho. Kwa sasa wakazi ambao wamekimbia kwenye vijiji vya Sange na eneo zingine wanaishi namna gani baada ya kukimbia makazi yao, na tunaweza kujua serikali imechukua mikakati gani kwa usalama wao na maisha yao? Maisha yao bado ni duni sababu hawajapata misaada yoyote kwa mujibu wa mashirika ya kiraia, ila kuna matumaini ya serikali imewatolea hotuba ya pole na kuwaomba kwamba waorodheshwe, watapata misaada ya kiutu, ila wanahisi katika familia potezi idadi ya watu ikiwa kubwa, hivyo imepelekea hata magonjwa
kipindupindu kuzuka katika maeneo wanayokimbilia hasa Kiliba na katika maeneo mbalimbali ya hapa Uvira, Kanivira, Kasenga na kwingineko. Bwana Thomson Unji Batangalo, tunakumbusha kwamba wewe ni mwandishi wetu wa habari huko Kivu Kusini. Tunakushukuru sana na asante kututolea muda wako. Shukran. Tukiachana naye Thomson Unji Batangalo wa William, tuelekee huko Ituri ambako ni zaidi ya watu 8 wamefariki kutokana na kuzama kwa boti kwenye ziwa Albert jimboni Ituri. Hasa huko kwenye ziwa Albert, watu 8 wakiwa wamefariki dunia katika ajali ya kuzama kwa chombo cha majini iliyojitokeza Jumatano 18 Machi 2026 katika maji ya ziwa Albert ni eneo la huko Jugu. Kulingana na vyanzo vya ndani, chombo cha usafiri kilichokuwa na zaidi ya abiria 10 kilipinduka kutokana na upepo mkali karibu na kijiji cha Muganga katika eneo la Sumbuso, usultani wa Bahema Nord, eneo la huko Jugu. Waathiriwa wakiwemo wanaume 2 na wanawake 6 walikuwa wakielekea Chomia wakati wa tukio hilo la kusikitisha. Maiti karibu 10 yaendelea kuwa katika maji hadi sasa ndani ya maji ya ziwa hilo, amesema mhanga mmoja aliyekuwa amenufaika kutoka majini akiwa njiani mwa simu kwake Constantine Sambagalo, mwandishi wetu wa MTV kutoka huko mjini Bunia. Nitoka hapa kumuganga iko naenda Chomia, mtimba trasa. Nabeba mzigo yabo, mzigo vile ilikuwa kadiri. Banatoka hapa banafika hapa karibu chini ya Maribo, polini ya Kamta, pepo libania babo pale. Ilikuwa kwa event yo pepo libapale kutoka pale mtumbu na zama batu wenyewe balikufa iko batu 8. Mtumbu kutoka hapa kwa manifesta yenyewe tuliona ilikuwa 11 person ndio balibeba. Mbele vile balibeba batu 5. Yabo kule kulinya Balendu. Banabeba batu 5. Pale banabeba batu 5. Kulendu yenyewe iko Pasifika 4. Karsomoe. Ngambo yetu kule kumpanore iko katika 3 Karsomoe. Yote kwa 8 person. Maiti angali iko kumai. Mambo banazama dija kumai, maiti iko kumai. Kesho yote satia mdumbu hapa na mte. Ajali hii mpya inafufua tena swala la usalama wa usafiri wa maji katika ziwa Albert, ambayo mara nyingi imekumbwa na upepo wa ghafla na hatari. Na huko Biakato wilayani Mombasa tunaambiwa kuwa mafuriko ya maji ya mvua ilionyesha Jumatano 18 Machi yasababisha maafa makubwa. Mvula ambayo ilinyesha leo asubuhi siku ya 3 tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka huu tunao ndani ya Sheferia Babila Babombi imeweza kutoa madega mingi. Kuna nyumba mingi ambazo zimeweza kubebwa na upepeo. Nyumba mingi zimeweza kuruka juu ya upepeo. Kuna kuwa nyumba mingi ambazo zimeweza kubomoka juu ya vula, na hata familia fulani ambao wanaishi kando ya mai wakati ilipo yala ikavamia maparsele na ikabeba hata vyombo fulani ambao wanatumikishia ndani ya mafika. Na tunajua watu wengi watalala, majamaa mingi watalala nje kabisa kwa kuwa vula imeweza kubomoa manyumba zao. Na ndio maana tunatoa mwito kwa watu wote wenye moyo mwema waje wasaidie hizo mafamilie wakiwaasiste, hata vile wa humanitaire waweze vile kuasiste au wa victime ambao wanapatikana ndani ya Sheferia Babila Babombi wakikuwa wa victime ya catastrophe naturelle. Msikilizaji na mtazamaji wa MTV1, kupitia ripoti hiyo kutoka huko mkoani Ituri ndiko natamatisha matangazo yetu kwa siku ya leo. Asante kwa usikivu wako kwa matangazo ya MTV. Nikusihi tu uendelee kufuatilia matangazo haya kwenye mtandao yetu ya kijamii na kwenye redio zetu washirika. Hongera kwa wote waliohusika katika maandalizi ya taarifa hii ya habari. Endelea kufuata MTV kwa ajili ya matangazo ya kweli na kwa muda unaofaa. Mimi niliyekutangazia kwa siku ya leo ni Abel Tsongo, niliyesimamia matangazo haya kwa siku ya leo. Hadi wakati mwingine na tukutane kwenye nakala nyingine. Asante na kwaheri tena.